TV Media. Naam, kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa DRC, lakini pia dunia nzima kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na furaha tele ya kuweza kukualika mara tena kuwa nami kwenye habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi Juni mwaka wa 2025. Nina uhakika ya kwamba sijachelewa kukuletea habari za uhakika na za ukweli za yote ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, katika jimbo la Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Na hivyo nakusihi, ikiwa ni mara yako ya kwanza kupitia chaneli yetu, hakikisha ya kwamba una subscribe, una comment, una like, lakini pia una share, ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Siku ya leo nitakujuza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuzuka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa habari ambazo nitakujuza siku ya leo ni kuhusiana na wazalendo watangaza hadharani kuwa hawawezi kuweka silaha chini ikiwa bado wahasi wanaikalia maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia takujuza kuhusiana na habari kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako kikosi cha wazalendo kinachoongozwa naye Kamanda Kabido cha paza sauti na kutaka kamanda wao pamoja na msaidizi wake waachiwe huru. Lakini pia utasikia kuhusu raia wa jiji la Uvira waliandamana hiyo jana kutaka ujenzi wa barabara uendelee. Mwisho utajelekeza huko Kasai, ambako mafundi wamebomoa shule mojawapo ya kiserikali huko Kasai kwa sababu ya kukosa kulipwa mishahara yao. Kwa hivyo kuna hayo na mengine mengi kwenye habari zetu za siku ya leo, msikilizaji, na kuomba kuwa mtulivu na kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho ili upate kufaidi na kufahamu yote yanayojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media. Karibu mara tena. Amani TV Media. Na tufungue kurasa wetu wa habari za siku ya leo, tukianza na habari zisemazo kuwa wazalendo watangaza hadharani kuwa hawawezi kuweka silaha chini ikiwa bado wahasi wanakalia maeneo mojawapo mashariki mwa DRC. Wazalendo wamezungumza hayo kwa malengo ya kuaminisha raia kuwa wao hawako tayari kuacha vita ikiwa bado maadui wapo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia wanaendelea kusema kuwa licha ya saini za mikataba ya amani kati ya Kongo na Rwanda zinazotazamiwa kuwekwa tarehe 27 mwezi huu, zitowafanya wao kuweka silaha chini ikiwa bado Red Tabara, Ngomino, Twirwaneho pamoja na M23 wapo kwenye ardhi ya Kongo. Tanke M23 yaisha na tusikile CJ inaisha na tuyaona ile movement inazimika, meme muarme yetu basi baingize. Hakuna mzalendo mwenye atashushaka bunduki chini, basi sababu ile tanke bale Red Tabara bayatoka mwile wa plateau ya Uvira kule mangambo banaikalaka kule ngambo ma Minembwe. Tanke M23 yatoka na iishe ile movement ishe, AFC na M23 biishe bizimike, tusibisiki yake tena. Tanke Munyarwanda yatoka Mkongo na Muganda ile maadef na lu bile bioto kona kree maele raba ni bile biote tanke abayatoka kwetu atutashushaka bunduki. Na tukisalia na habari hizi, pia wazalendo wanatangaza mpango wa kuwarejesha kwao Wanyarwanda wote wanapatikana kwenye maeneo ya Fizi na Itombwe. Wao wanasema kuwa uwepo wa watu hao ni moja kati ya sababu kubwa ya machafuko Fizi na Itombwe. Sawa natwela kwibuka hono le mwakila le mwambaka wababondo akibuchibwa mwanasheria Pike Ombe na ole msao tumutakibwela batu lumbaka lwambula taina loa ukiwanja matu binwi matu mano na chuwanja matu msao le nibo kwa mayungwa mbobembe mule Banyarwanda bile mboka ni kwenu kibambuka Banyarwanda kwa ema tatushi bayak tatushi tendu to yake bob
tuba chumba na ulioshi gairi ulioshi yutu yaka to yaka. Kwa hiyo tumuna mwana wa mbondo sasa anji manya bibo na angwe bibyo na ono bitu byose byabo uwa mpaka tushumwela uyibukitenda bi na maana bitu byose twalo maliza twalo kama ma bili yomba twalo bohomba kama ile yani kila etu twamaliza kila etu twalo maliza. Heshile programme ya bechu yanje etu achi na operation yetu bipembo to julishabo pa genero bale bale bamanga Wambaka bali manga, wambaka wose wabuchwa cyo bali ele pembo. Nde yo ele bibyo. Ta twataka iungwa mbobembe mule mbuke mucho wa Banyarwanda. Twa ema mubwile Banyarwanda. Tunauna ba ochubetu bazeba pastere batu bamune ombe. Nike kidogo binamuchinga nyinya benu saulonom sao lakini byawezekana bichowezekana. Wale Banyarwanda baye Rwanda aiza baye ule Kasai wala tenda Felix ni bo ule wabo baye ule to emebu yana mbobembe lumbaka byosi ba ichile bile byabula na bitu byosi bimule pelo anwasi binu tuswanjile pisha pa pastere betu balu yakwa nyame yebo abwa na bino mbondo atombo atasa baumatu kabla tatuna tuma betu ambaka minyako yetu tatuna tumeyo mabachi metu tamana tumwa yanja aji twatenda Banyarwanda baumatu imbobembe bayengesema mano male machu lakini mbaka bitu bya ndani tatuna tenda unu mitandao makole manga bana betu udio ne ndole. Amani TV Media. Uvira. Rahia wa jiji la Uvira waliandamana hiyo jana wakitaka ujenzi wa barabara uendelee. Mratibu wa shirika la kirahia mjini Uvira, Bwana Mafikiri Mashimango, alikuwa kwenye mstari wa mbele akiongoza rahia kwenye maandamano hayo ya amani ambayo wameomba serikali ya DRC kupitia Wizara ya Fedha kuweka pesa ili ujenzi wa barabara hiyo uendelee. Maandamano hayo ya amani yamefuatia baada ya kampuni iliyokuwa ikitengeneza barabara hiyo kuanzia kwenye mpaka wa Burundi na Kongo hadi kwenye bandari kuu ya Kalundu kutangaza usitishwaji wa kazi hizo kutokana na kuishiwa fedha na kusema kuwa hawatoweza kuendeleza kazi hizo maana fedha walizopewa na serikali kwa ajili ya kazi hiyo zimekwisha. Ripoti hiyo imewakera wakahaji wa tarafani Uvira na kuamua kutekeleza maandamano hayo. Bwana Mafikiri Mashimango, kiongozi wa shirika la kirahia mjini Uvira, alikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko Uvira. Bwana journalist, acha nikwambie kwamba tumeandamana ni kwa juu ya kulomba pakuwe repris ya makazi ya route numero 5. Unajua kwamba tunakuwa na plus d'une semaine kwenye yenye makazi ya barabara namba 5 imeshimamishwa par l'entreprise, na ndio maana tuliandamana ku exiger au gouvernement de Kinshasa ya kureprendre le plus vite makazi ya route numero 5 kwa sababu pesa iko bloqué kwa niveau ya ministère ya finance, na tumeandika barua memo yetu tuliandika na tulisoma mbele ya ministre excellence Elakano comme gouverneur AI wa province, na alituaidia kama atafikisha ile malalamiko, lakini washa avance wako deja na mabasha ita na washa ongea na wakubwa kwa sababu ya ile swale. Lakini sisi kama raia tunapaswa kuambia kwamba nataka tunapaswa kuambia watu wanatufuata na wajue kwa ukweli kwamba tatizo tulitembelea leo daboro iko koni kwa sababu kwa safe siku mingi tulifanya interview ya mingi ya kuonesha kwamba kazi ingishimama kwa sababu hapa hakuna pesa, na sisi hatuna uhakika kufatana na mapromise yenye iko napewa kila siku. Tulimanisha kwamba promese ziko mingi na muda ya raia ya Uvira, raia ya Fizi, raia ya Sud-Kivu iko na chunga, iko tena muda ya maneno ni muda ya matendo. Na tumwambia kwamba DCP alisema kama mwezi wa 7 mwanzo makazi inaweza anza. Sisi kama shirika jipe la Keretu tuwaambia kwamba pression tutaendelea après 2 semaines 3 semaines, tutaendelea kumakso izakabambi sana
kufikiria meme kuorganiser des villes mortes, kufikiria meme kufikiria ku désobéissance fiscale, pour que quand même tulete viongozi ba Kishasa baelewe kama Uvira na Fizi lishimama kwa ajili ya bora ya infiltration ya M23, haiko muda tena ya kusahabu, kwa sababu tuko na tabia mingi sana mu Uvira na Fizi. Wakati makazi naanza unakutana zinashimamishwa barabara munjia na unakutana tunapoteza. Na ndio maana nataka kuambia kwamba tuko determine maksio tena za kabambi za nguvu situani zitakuwa organize pour que tulete serikali afanye vitu kwa malengo ya raia, na malengo ya kabambi ni makazi irudie tena ifanyike Rute Numéro 5 pour l'intérêt ya population générale. Amani TV Media. Na tukijelekeza huko jimboni Kivu ya Kaskazini ni kwamba kikosi cha wazalendo kinachoongozwa naye Kamanda Kabido chapaza sauti na kutaka kamanda wao pamoja na msaidizi wake waachiwe huru. Wazalendo wa kundi la FPP-BARAP kwa mara ya kwanza wamepaza sauti kuomba uhuru wa kamanda wao Kabido ambaye mpaka sasa anashikiliwa chini ya udhibiti wa serikali ya DRC. Ni takribani wiki mbili sasa tangu Kamanda Kabido pamoja na msaidizi wake washikwe na vyombo vya usalama vya DRC. Huyo aliwekwa nguvuni kwa tuhuma za kukisiwa kuwa anashirikiana na wahasi wa M23, yeye pamoja na msaidizi wake. Madai ambayo wafuasi wake wanayakanusha na kusema kwamba ni habari za uongo. Hawa hapa wasikilize wakituma ujumbe wao kwa serikali ya DRC. République démocratique du Congo, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, FPP-BARAP, État-major général mouvement. Communiqué de presse numéro 001-6-EMG-FPP-AP-2025. Notre indignation sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et M. Raus, respectivement commandant et président mouvement FPP-BARAP. Déjà 14 jours que le FPP-BARAP a appris avec préoccupation par la voie des réseaux sociaux l'arrestation arbitraire sans suite par l'Agence nationale des renseignements ANER, poste de Butembo, de leurs responsables, général Kasereka Kassian Kabido, commandant mouvement, et M. Kambale Sikouli Raus, président mouvement. Le mercredi 11 juin 2025, dans un hôtel de la place, alors qu'ils étaient en mission répondant à une invitation des officiels pour discuter de l'apport du mouvement au processus de la formation du centre de Nyaleke et de la RAD. Le mouvement apprend toujours par ces mêmes voies que le grief reproché à nos chefs serait l'adhésion du FPP-BARAP à l'AFC M23. De ce fait, le mouvement rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 5 au 6 mars 2025, un groupe d'éléments FPP-BARAP, conduit par son jadis général Mapenzi Fidèle dit Mike, commandant second mouvement en charge des opérations et renseignements, avait fait défection en se ralliant à l'AFC M23, publiant une vidéo triquée et malveillante contre le FPP disant que le mouvement faisait allégeance aux terroristes de l'AFC M23. Le FPP remémore l'opinion qu'en date du 8 mars 2025 avait publié un communiqué officiel numéro 001-EMG-NK-BP 2025 du bureau politique dans lequel il avait indiqué les circonstances de cette publication triquée. Et par ce dernier, le FPP-BARAP avait tenu à informer les autorités congolaises et l'opinion qu'il prenait acte de l'autosclusion des soldats, officiers supérieurs et M. Mike du mouvement suite à leur décision individuelle de rejoindre les rangs de l'AFC M23 et que leur départ n'engageait pas le mouvement FPP-BARAP. Au dernier paragraphe du dit communiqué, le FPP-BARAP avait réaffirmé sa collaboration de travailler avec le gouvernement congolais et en appui au communiqué en date du 10 mars 2025, une vidéo avait été mise sur la place publique dans laquelle le général Kabido expliquait le départ des défecteurs
et souligna qu'il ne peut jamais trahir le pays, mais plutôt qu'il reste défenseur des valeurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le mouvement rappelle que depuis la résurgence du M23 en 2025, le FPP-AP est le seul mouvement Wazalendo venant de la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu qui a combattu et qui continue à combattre aux côtés des FARDC et autres compatriotes Wazalendo contre ces agresseurs depuis les montagnes de Tchanju, Nyoni, Mwangabo, Bunagana, Rugari, Kahunga, Kinyandoni, Busanza, Tongo, Ibirizi, Bichumbi, Luofu, Massisi et partout ailleurs jusqu'à présent a fait débarrer route à ses ennemis de la paix. Pour preuve, nos soldats blessés se trouvent dans les hôpitaux à Beni. Étant dans les deux guerres fronts, terroristes actuels les plus sanguinaires de notre pays, dont l'AFC M23 au sud du territoire de Lubero et des ADF dans le nord-ouest du dit territoire, les FPP s'indignent et condamnent vigoureusement ces arrestations infondées et décourageantes ayant pour but crapotiser tous les efforts patriotiques fournis par les mouvements pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et leurs biens, dont les populations reconnaissent ses mérites au leadership du général Kabido. Ainsi, le mouvement FPP-AP déplore avec amertume le comportement belliqueux des services de sécurité et des renseignements ainsi que des officiels ayant invité les chefs des mouvements à cette réunion qui laisse des doutes car après tant de recherches et contacts dans les cachots et prisons de Butembo, Beni et Kinshasa, le mouvement ne parvient pas à entrer en contact avec eux et ne trouve pas signe de vie de ces autorités arrêtées et craint que le pire leur soit arrivé. Ayant utilisé toutes les voies légales, l'esprit de paix, la sagesse patriotique pour savoir la vérité sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et du président Raus, et n'ayant pas eu de suite favorable de la part des autorités du pays, le FPP-AP demande à l'ANR Nord Kivu et à d'autres services de sécurité et de renseignement. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia chaneli yetu, fahamu ya kwamba unasikiliza taarifa ya habari kutoka kwenye kituo cha matangazo cha Amani TV Media ambacho kinakutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari zetu tunazipata vyema kwenye mtandao wa YouTube, ukiandika Amani TV Media hapo utakuwa unajiunga nasi. Lakini tunakukumbusha kwamba ili uendelee kuzipata kila siku na kila sekunde, tunakusihi kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili wengine waendelee kuzipata habari zetu kama utakavyokuwa unazipata wewe. Na sasa tutamatisha habari zetu na habari kutoka kwa Kasai ambako mafundi wabomoa shule mojawapo ya kiserikali huko Kasai kwa sababu ya kukosa kulipwa mshahara wao. Hao wamesema kuwa serikali imewatumikisha kazi huku imeshindwa kuwalipa mshahara wao, ili hali ya kwamba wao wana majukumu yao. Hivyo kwa hasira mafundi hao wameamua kubomoa shule hilo hadharani ili kuonesha hasira yao mbele ya viongozi kama unavyotizama. Comme vous l'avez constaté, les gens de 145 territoires n'ont pas payé, ils ont refusé de payer. Voilà ceux qui avons travaillé, sont en train de détruire tout, tout est détruit. On a tout détruit. On a tout détruit. On a détruit tout. Voilà, on part avec ça parce que les gens n'ont pas payé. On a tout détruit. Machafuko ya kivita mashariki mwa DRC unapelekea wafanyakazi wengi wa serikali kuto kupata mishahara yao kama kawaida, kitu ambacho inapelekea wao kuishi katika hali ngumu na matatizo zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi Juni mwaka wa 2025. Ulipata matangazo yetu moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube Amani TV Media, na kusihi kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye. Asante kwa muda wako. Amani TV Media.